wapa watu wambali wote wapate sasa upe. Watu wapa watu wambali wote wapate sasa upe. Mutu wazambe ujeupe, siyo Yesu wango jakukuku otenda tena panene ona chele wale ondisi neseku ya kuku otenda tena panene ona chele wale ondisi niseko ya kuwepo. Kaone kimbi ya Yesu kozi aliyeku komboa Baba ndogo sikimbi mbale zaede na orode ujeupe odada osekembe mbale zaede na orode ujeupe siyo katika na zambe utanona oralese atakiro. Yesu mwenyewe atakuja sara yakwe ni ndani yako. Yesu mwenyewe atakuja sara yakwe ni ndani yako. Mutu waeri katika shida, katika mambo yote yao Kristo wa kweli mutu waeri yaka okuimbania Kristo wa kweli moto wari owaeri. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Pia tunawakaribisha wote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni furaha asubuhi ya leo kukuwa katika nyumba ya Bwana. Amen. Ndiyo nafasi kwa share kuliko zingine nafasi zote. Haleluya. Bengine bako na nafasi kwa special, lakini kwetu sisi nafasi ya special ni hapa. Amen. Ndiyo maana nafasi kwa kuheshimika, nafasi kwenye unapaswa kuenda. Mezali inasema uchunguze mgulu wako wakati unakuya mnyumba ya Bwana. Haleluya. Kwa mtu yeyote ule ni kawaida kwenda meko wa Bwana, hakuna kawaida. Haleluya. Basi tusimame. Ndugu atusomee mara moja tu Genèse chapitre 14 verset 17 tuna 18. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedolaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amulaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkisedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Amen. Na iamini damu yako na Musa laba wako Yesu
Mwokozi wangu wa pekee, napata yote kwako, ulio ya ahidi Bwana, mimi napata kwa imani. Uwezi kuniacha mimi, napata yote kwako, ninakupenda Bwana Yesu, wanisikia niombapo, wanipa jibu la maombi, napata yote kwako, ulio ya ahidi Bwana, kweli napata kwa imani. Uwezi kuniacha mimi. Sisi sote na uso wenye kuinamishwa, ndugu yetu Mgingi anaomba kwa ajili ya neno la Bwana. Baba mtakatifu, mfalme, Mungu wetu Yesu Kristo, kwa kweli tunakuja kwa oga na kwa kutetemeka, kwa kuwa neno lako alizoelewi, na hadi akikosea unamchapa kifu. Sasa sisi waamini wa kawaida, na ndio maana tunakuja kwako Yesu uweze kutuangalia chini ya damu. Basi tunashukuru kwa kulisema wakati wa mwisho utapitia mwanadamu, sifa na shukrani sikurudilie. Basi tumisha kumpokea Bwana. Mimi nilikuwa kama Mkatoliki, sikuwa najua Nabii Branham, lakini kwa ile rehema na neema zako ukanitosha kwenye Ukatoliki, ukaniingiza kwenye ujumbe sifa na shukrani sikurudilie. Basi mpendo anakuwa mibarini, na mwachilia mkononi mwako Yesu uweze kumuvuvia. Ulisema mbingu na nchi zitapita, lakini neno lako litadumu milele na milele. Basi tuweza kusoma neno lako, tunahitaji Roho Mtakatifu aweze kuingia ndani mwake, ili aweze kunukuu kulingana na kisi neno limesema. Baba, tunajachilia kwako Yesu, anza nasi na mazi pamoja nasi. Leo ni siku ya ushindi, ni siku Baba ulifufuka, Baba ukatudelivre, sifa na shukrani sikurudilie. Basi tunajachilia mkononi mwako, anza nasi na mazi pamoja nasi, ni mjina la mfalme na Mungu wetu Yesu Kristo, amen. Amen. Tuikale. Mbele tuanze kuhubiri, ningependa tuimbe pamoja, tous dans la chambre haute. Amen. Tous dans la chambre haute, était comme accord, car le Saint-Esprit descendit, compromis par le Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, envoie-la-nous, Seigneur, envoie-ta sur ton église, Seigneur, envoie-ta puissance et bâtis chacun de nous. Oh Seigneur, Seigneur, envoie-la-nous, Seigneur, envoie-ta. Oh Seigneur, Seigneur, envoie-ta puissance et bâtis chacun de nous. La puissance du ciel descendit avec un son impétueux, et
versir est compromis par le Seigneur. La puissance du ciel descendit avec un son impétueux et des langues de versir et compromis par le Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, envoie-la-nous, Seigneur, envoie-ta sur tes enfants, Seigneur, envoie-ta puissance et bâtis chacun de nous. Oh Seigneur, Seigneur, envoie-la-nous, Seigneur, envoie-ta sur tes enfants, Seigneur, envoie-ta puissance et bâtis chacun de nous. Cette ancienne puissance fut donnée à nos pères fidèles à Dieu. C'est la fille promise aux croyants. Nous pouvons aussi la voir. Cette ancienne puissance fut donnée à nos pères fidèles à Dieu. C'est la fille promise aux croyants. Nous pouvons aussi la voir. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance et bâtir chacun de nous. Qui est ce Melchizedek? Huyu Melkisedeki ni nani? Amen. Amen. Tuliona ya kuwa huyu Melkisedeki ni Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu tulisema ya kuwa mbele mwanzo ya kuwa mbele ya Genesi Mungu alikuwa esprit. Kisha wakati alikuwa esprit kulikuwa vitajiko ndani yake. Haleluya. Wakati kulikuwa vitajiko ndani yake ilibidi kwamba alibere space kwa ajili ya kutimiza malengo yake. Na wakati alilibere akajifanya akakuwa teofania. Haleluya. Wakati anakuwa teofania ama kwa usemi mwingine la parole. Ndio Yohana anasema au commencement était la parole. Hapo mwanzo Avant le commencement était l'esprit. Haleluya. kabla ya mwanzo palikuwa roho. Haleluya. Kisha Yohana anasema ya kuwa ni ule neno mwenye alikuwa teofania, ule ndio mwenye alifanyika mwili tukamuita Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Na hapo tuliona ya kuwa ule ndio mwenye alikuwa Melkisedeki. Sasa tukasoma ya kuwa ule Melkisedeki alikuwa mfalme wa Salemu. Tuanze mara moja pale kwa ile andiko yetu Genèse chapitre 14 verset 17 à 18. Twende mara moja. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedolaoma na wale wafalme Unajua hiyo historia yote namna gani? Abrahamu kwa sababu ya ndugu yake Lutu aliacha vitu vyote, aliacha kile kitu kwenye alikuwa anafanya, akaenda kukombatre. Haleluya. Amen. Akaenda kupigana juu aramene Lutu mwenye alikuwa alipotea. Na
Akaacha utukufu, akaacha mbingu, akaacha vitu vyote, akashuka hapa chini ya jua, akakuya kututafuta. Haleluya! Sawa sawa na gisi Abraham alienda kupigana, hakukuwa na entere yoyote mnamna ya mwili. Haleluya! Alienda kupigana kwa sababu damu yake na ya Lutu vilikuwa vimoya. Akasikia huruma ya Lutu. Haleluya! Akasema maligre alitenda makosa, maligre alienda Sodoma nilimkatazaka, lakini ni ndugu yangu maligre tu. Haleluya! Maligre maanguko yake mimi ni ndugu yangu. Akaenda kamtafuta, akaenda kapigana. Alikuwa na vijana wake 318. Akaenda kupigana na mataifa yenye ilikuwa lijichanga pamoja, basoda bengi sana, lakini kwa sababu ushindi natoka kwa Bwana. Haleluya! Na mtu akiitwa mbarikiwa sefini, hata kama wote kuya mko 1000, sie tuko wawili tutabashinda. Haleluya! Wewe repose tu ndani yake, espoir atashinda tu. Mbarikiwa hashindwaki hata mumkuie wangapi. Haleluya! Hata kama unaona mbele yako banakuatake sana, jua tu utashinda. Profeta anasema un vainqueur ne relâche jamais, celui qui relâche facilement ne peut jamais vaincre. Hata kama binatisha, songa mbele, utashinda tu. Hauoni njia mbele, ukifika njia itakuwa. Haleluya! Amen. Kuna mtu alipe amina? Wakati Abraham alienda kule 318 personnes, bali batu balikuwa bashujaa, première puissance mondiale. Ilikuwa ni kitendawili. Haleluya! Famille moja inaenda pigana na première puissance mondiale. Haleluya! Iko kama vile hapa tunasema, hata hapa gisi tuko hapa tunaenda pigana na Amerika. Sitatugeuza vumbi sai. Bwana akiwa upande wetu akasema mwende, tutaenda na tutashinda. Haleluya! Na hivyo haleluya, wakati Abraham alienda kule, kwa sababu alikuwa mbarikiwa, akashinda. Wakati anashinda akakuya na furaha ya mingi, anakuya na furaha. Mfalme wa Sodoma anamwambia, wakati wanafika Sodoma, anamwambia mbele upande kule kwako, sasa wewe ubebe mali yote yenye ulikomboa. Haleluya! Kwa sababu tuione ya kuwa Lutu, asa Abraham alikombola Lutu, hakumgombola kipande, alimkombola yeye, akagombola bibi yake, akagombola watoto yake na mali yake yote. Haleluya! Wakati Yesu alikuja kutukomboa, hakutukomboa tu nafsi zetu, hata mili yetu. Alikuja kwa ajili ya vitu hivi. Haleluya! Sawa sawa na Musa mjangwa, aliinua nyoka ya shaba kwa ajili ya vitu viwili. Kwanza kwa ajili ya msamaha wa dhambi za Israeli, ya pili kwa ajili ya uponyaji wa majeraha yenye walikuwa nayo. Haleluya! Na si alikuja kwa ajili ya msamaha wa dhambi, pia kwa ajili ya mabesoin charnel. Haleluya! Ndio maana nisema masiku sisi zote mnipatie nazo. Mimi nilishinda na nyinyi mshashinda tayari. Haleluya! Frere alishinda juu atupatie na franga, ndio. Alishindaka na franga, alishindaka nazo. Haleluya! Alishinda juu na mimi nipone, ndio. Alishinda juu nikupone na estoma, ndio. Vyote alivikomoa. Haleluya! Profeta anaenda mbali, anasema hata nywele zenye nilikuwa napoteza kukichwa sikuzipoteza, alizinunuaka msalabani. Febra na nywele ndio alizinunuaka. Hiki para kinanizoea juu ningali hapa, mekule ngambo ya pili zitaota. Haleluya! Najua wakati zinatoka ziko zinaenda reserve quelque part. Un jour frère Sudi atageuka sa frère hivi, anakuwa très bien. Haleluya! Haleluya! Frère na miezi shaisha. Amen. Frère na anasema yako alikomboa kila kitu kote, akarudisha Lutu sawa sawa na gisa alikuwa kwa zamani. Haleluya! Na hivyo wakati sasa nakuya bana mrecompense, anakutanishana na Melkisedeki, kisha kutanishana na mfalme wa Sodoma, anakutanishana na mtu mmoja jina yake Melkisedeki. Huyu Melkisedeki ndio tulisema ya kuwa alikuwa mfalme wa Salemu. Salemu maana yake amani. Haleluya! Haleluya! Alikuwa mfalme wa amani. Tena alikuwa hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku, hana mwisho wa siku. Tukaona ya kuwa hakuwezi kuwa mwingine mtu mwenye hana baba na hana mama, hana mwanzo wa siku na hana mwisho wa siku. Tukauliza Yohana Mfunuo, akasema ule mtu jina yake ni Yesu Kristo, yeye ndio Alfa na Omega.
Haleluya. Mtu mwenye hana mwanzo, hana baba, hana mama, ni Mungu tu. Haleluya. Na wakati alikutanishana naye, ule mtu akampatia mkate na divai. Tukaona yako ilikuwa mfano ya kuonyesha wakati kanisa litashinda, wakati we na mie tutashinda, enzuru tutarudia kule ngambo ya pili, kule kwenye tulitokaka. Haleluya. Kule avale commencement. Haleluya. Si tulikuwa ndani yake, tutarudia mu eternite, na kule sababu atatupatia. Yesu alisema ya kuwa tutakula tena pamoja na nyie na kukunywa pamoja na nyie. Sasa tutarudia kule ngambo ya pili, tutakula naye, tutamuona gisi alivyo. Haleluya. Tutashangia meza moja sawa sawa na Melkisedeki na Abraham. Haleluya. Lakini sasa tunakuta ya kuwa pale tena banasema ya kuwa ule Melkisedeki mfalme wa Salemu alikuwa kuhani wa Bwana Mungu aliye juu. Soma pale tusikie. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amulaki katika bonde la Shawe. Ndio. Nalo ni bonde la mfalme. Ndio. Na Melkisedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Ndio. Akamubariki akasema, Abrahamu, nabarikiwa na Mungu aliye juu sana. Haleluya. Muumba mbingu na nchi. Haleluya. Ishia tu pale. Hasa ule Melkisedeki alikuwa kuhani wa Bwana Mungu aliye hai. Njoo kwenye matiere yetu inaanzia yenye tuko hapo. Haleluya. Tukaona kuhani ni mtu gani? Yeye alikuwa kuhani wa Bwana Mungu aliye hai. Na kuhani ni nani? Ni mtu mwenye ataweza kusimama katikati ya Mungu na mtu, kupresente sadaka na zabihu za mtu mbele za Mungu kufuatana na mapenzi ya Mungu makamilifu. Haleluya. Wakati ule mtu mwenye alikuwa kuhani wa Mungu alikutanana na Abraham. Haleluya. Badala munifuate mzuri. Kelekafaa hizi siku tuko mbenye biko sa vile biko nguvu, ndio msingi wa wokovu yetu. Njoo kuyua kwenye tulitoka. Njoo kwenye kuyua hii sasa tunasemaka message de l'air. Mungu alitufunulia ujumbe. Ujumbe njoo nini? Njoo Biblia mpya yenye toko tunafunua hapa. Haleluya. Sasa wakati ule Melkisedeki alikuja kwa Abraham, alikuwa kuhani wa Mungu. Sasa Abraham anampendeza. Ule Melkisedeki akampenda sana Abraham, kwa sababu alikuwa kwanza alimpenda kwa neema yake yeye mwenyewe, na ya pili ilikuwa Abraham alikuwa alistimiza shurti za ule Melkisedeki. Na Melkisedeki anapendeka nini? Anapenda imani, umwamini. Haleluya. Melkisedeki hana besoin ya franga zako, hana besoin ya vitu vya grave. Kenye iko nako besoin ni confiance, umukonfie confiance, umwamini pasipo kuona. Haleluya. Wakati Abraham alimwamini, akamwamini 100%, ule Melkisedeki akabarikia Abraham. Kisha akamwambia sasa, tuliona ya kuwa ndani ya ule Melkisedeki ambaye ni Mungu, mlikuwa hamu bitajiko fulani, mlikuwa mabezwe fulani zenye alikuwa anapendea afikie. Na hizo mabezwe ilikuwa ni kwamba aumbe mtu na ule mtu akuwe kwa mfano yake, na kisha atakuwa kwa mfano yake, baanze kuongea pamoja, baanze kukula pamoja, baanze kufurahi pamoja, bafike mpaka kulala kukitanda kimo. Haleluya. Bafike mpaka banatembea pamoja, bafike mpaka mtu akuwa naenda mu presence yake kumsalimia, kuzungumza naye bila bariere ya kumrudisha, kwa sababu alikuwa ni kiumbe cha kumfanana yeye peke muumbe wake. Haleluya. Alikuwa kiumbe cha presie kuliko oro na dhahabu. Haleluya. Alikuwa presie kuliko diamant. Haleluya. Frère Branham anasema ya kuwa nafsi ya mtu mmoja ni dunia 10,000. Makedunia kuchanga na vyote na mai na masamaki na oro zote na diama, we mmoja uko na valeri ya dunia 10,000. Haleluya. Unaona, Yesu alisema kwenye hazina yako iko ndio kwenye roho yako inakuwa. Haleluya. Utaweza weka 500 francs, unasahabu kwenye iko.
utawezi weka desa unasabu kwenye iko siri tu bana. Ume si mnajua hiyo tantoke bana mke bana fulaka bana fula manguo bana unasopa. Mara mingi babibi yetu benye habawi sopa mifuko bana zifulia ndani. Unakia angalia ye mamil frazi lienda ma 5000 sawa. Ikikuwa kabila wa Amerika. Tshisekedi wa Amerika. Haleluya. $100. Esko tuwe sahabu. Noki sahabu manoko shakuwa mbali. Haleluya. Maana wewe ushakuwa na madolari kabisa. Ukiwa na $100 moja tu kisha useme nilisaulika mpantalo. Sasa utakuwa naenda na hero iko nyuma. Ile $100 eske bibi yangu atafula leo? Bataifulia tuma. Sasa utafika ya kwanza ni kwenda kuangalia pale. Haleluya. Unaiona mwenye masasi zilikutanishaka iko kupori akakimbilia kule. Sikuwa nirudia mwake ya kwanza alienda angalia kwenye franga ziko. Tuangalie kama ziko pale. Utaweza kushinda bila kuangalia kwenye unaweka viato, lakini kwenye kuko franga. Hata wakisema mwizi utaona tu mtu anakamata kwenye franga yake iko. Ndio kwenye kuko value yote ya maisha yake. Ndio anaona ni pale kabisa. Haleluya. Amen. Hivyo Kristo, mambuzi zingekufuata hakuna problem. Mangombe zinapotea hakuna problem. Haleluya. Haleluya. Mame si vilima vinabomoka hakuna problem. Mame si minyama zote zinakufa hakuna problem. Atasema zingine zitafanyika. Haleluya. Tu exagere tuende. Meme ba malaika balipotea hakufanyaka kitu. Alifanya nini? Tena hapana malaika mumoya. Haleluya. Ba malaika kama balikuwa ka 30 kumbingu 20 bakapotea 10 bakabaki. Haleluya. Bakakia mwambia benzetu walitraire banaenda kwa ule Lucifero akakamata wote na Lucifero. Lucifero unajua alikuwa nani? Presque premier ministre wa mbingu. Alikuwa malaika mkubwa kuliko wengine wote. Naye peka kapotea. Bengine bote na majina zao bote bakajiunga naye. Mme alifanyaka tu bote paf akashusha kuzimu direct. Eska shaenda batafuta? Haleluya. Haleluya. Juzi nilikuwa na meditate juu ya parole jana, nikamwambia bibi yangu kama kumbingu wanaongea ka renio, ba malaika wanaambia ka Mungu. Unaona hapa watu wanakukosea kila siku lakini unaenda batafu. Lakini wenzetu waliendaka hauyaendaka hata. Haleluya. Amen. Akabaacha wakaenda. Sawa mwanadamu kwa sababu njoo kwenye kuko hazina yote. Salipotea. Akasema hata manake tutaongeaka tena naye. Haleluya. Oni kama mwanadamu hana akili ya kumtafuta. Yeye ni kondoo imepotea. Akasema nitamtafuta tu. Haleluya. Sasa kwa ajili ya kumtafuta akamtafuta mwanadamu iko na kwepa tu. Sasa Mungu akaanzisha patano ya kwanza. Haleluya. Bakafanya makubaliano pamoja na mwanadamu turu ya kwanza. Ile patano ilikuwa namna gani? Njoo kwenye tuko. Akaambia mwanadamu, wewe ushakosa. Uko deja retrograde. Ukikuya kwangu, sheria yangu inasema utakufa. Hawezi ingia tena mwepo yangu. Sauf tu ba quelques personnes benye mimi mwenyewe ninachagula kwa neema yangu, benye niko naita manabii. Lakini sasa ninatafanya patano. Haleluya. Ninatafanya alliance. Haleluya. Tunatafanya dialogue entre mie Mungu na wewe. Haleluya. Tutapatana. Yesu utakuwa nakuja kwangu na ninakubariki. Kumbe Abraham ninaanzia kwa wewe. Wewe mwenye uko na confiance ndani yangu, ninaanzia kwako. Ndani ya tumbo yako. Haleluya. Nitatosha mo kizazi kimoja. Haleluya. Hivi ulinitolea 1/10 ya vyote vyenye uko navyo. Na mimi ndani yako ndatoa mtu mwenye watabitolea. Haleluya. Na hivyo Abraham akazala Isaki. Haleluya. Ndio maana wakati tunasema Abraham alizala Isaki,
Atufate bale wengine bote ba Ismaili banani bale bote abako bahadi. Tunafata tu linye ya ahadi, bengine bote batajijua kule. Haleluya. Abraham anazala Isaac, Isaac anazala Jacob, Jacob anazala batoto 12. Sana zala batoto 12. Mungu anasema sasa ile agano tusema tukue tunaongea na nyinyi. Ninachagula mtoto mmoja ambaye jina yake Lawi. Huyo Lawi descendance yake, mkizazi chake ndio kwenye kutatoka batu benye batakuwa wanamnipatanisha kati ya mie na niye, na wale watu ndio wakuhani. Haleluya. Sasa bale batu batakuwa namna gani? Ule mtu, haleluya, atakuwa mtakuwa mnaleta sadaka. Ndamwambia Musa gisi yule mtu atakuwa anaiwa sadaka yenye itaitika na yenye nitakatala. Mtakuwa mnaleta wakati mnitenda dhambi au mnapenda kunishukuru wala mnapenda kunizungumuza, mtaleta ngombe wala mbuzi yenye haiko kilema, yenye haipofuke licho, yenye haiko masaya, yenye iko bien inanona, mnaipeleka mbele yake. Anaiangalia, akifurahia, ikieneza makondisio, njoo wewe mtenda dhambi, utaleta mikono yako unaiweka juu ya kondo, kisha ule bwana anachinja ile kondo. Wakati ataichinja, wewe mwenye ulitenda dhambi uko unasikia machungu sawa vile kama hivi mie njoo nakufa. Lakini haleluya, lakini hii mbuzi na hii kondolo ilikamata nafasi yangu. Haleluya. Kwa neema, kwa sababu kufuatana na agano yenye nilifanyana na Bwana, ndio maana hii kondoo imechukua nafasi yangu. Haleluya. Bakakubaliana hivyo, batu bakakuwa wanaleta kondoo kufuatana na shurti ya Mungu. Kwani kwa ile wakati mtu akapata opportunity jusqu'à ce que anaanza ongea, anaanza ambia Musa, wenda ambia Mungu hivi tuko na njala, na Mungu anajali yule mtu anamkulisha. Anakosa mai, Mungu anashusha mai, anatosha mai mlijio ya kukauka, batu wanakunywa. Urafiki kaanza kati ya Mungu na batu. Kwa sababu gani? Par l'intermédiaire ya ule kuhani. Haleluya. Burafiki bukaanza, batu bakaanza kama banayua Mungu ni nani. Anaanza baambia mie jina yangu mie njoo mimi niko, anabambia tena mie njoo Yehova. Banaanza abudu Mungu mwenyewe banayua. Kila mtu akakuwa siri ya kuwa kweli Mungu anasemaka. Na kwa hiyo agano likafikia mpaka kwa gisi kila mtu akakuwa naona Mungu maligre anajificha ndani ya kitu fulani. Mchana bakakuwa wanaona Mungu kama vile wingu. Haleluya. Bakakuwa wanaona Mungu vile, na usiku banamuona nguzo ya moto. Haleluya. Mnaona urafiki ulikuwa mshakolea. Haleluya. Lakini ile agano ilikuwa na shurti za mingi sana. Shurti gani zilikuwa pale? Kisha wewe kutoa sadaka halikuishia pale. Kisha wewe kutoa dhabihu zote halikuishia pale. Ilikuwa nafika le 17. Haleluya. Kila mwezi ya 7 ya mwaka ilikuwa nafika wakati yenye tena ule kuhani mkubwa, sasa mkubwa wale wa kuhani wote analeta sasa zile dhambi zenu zote zenye mlitubu mwaka yote mzima, ile maisha yenye mlitengeneza, inabidi sasa azipeleke, aende mpaka muhema la kusanyikia, aenda hapa parvis exterieur, aingie kuliese mpaka aingie kulie trese, aende kulomba msamaha wa zile dhambi zenu zote. Haleluya. Wakati alikuwa sasa na voyage pale, ndio tuliona alikuwa na masharti za kwenda kule. Haleluya. Watu tunapita mbio kwa sababu tunaiwa ya kuwa hapo tushapapita mara moja. Sasa alikuwa na masharti za kwenda kule. Anaanza nini? Alikuwa anakamata kwanza kondoo, alikuwa anakamata ngombe yenyewe alimpatia pale, anachinja kwa ajili ya msamaha wa dhambi zake na dhambi za familia yake. Anaenda anakamata ile damu, anafanya kama vile neno la Bwana lilikuwa linasema. Haleluya. Ninafikiri mlisoma pale Levitique chapitre 16 kunyumba mambo ya Walawi. Wakati alikuwa anachinja ile ngombe, anaweka damu ya ile ngombe mbele yake, kisha anaenda quelque part
kulikuwa manguo zenye ziko destine kuvaliwa na ule kuhani mkubwa. Haleluya! Zile manguo zilikuwa manguo za kitani safi. Haleluya! Zilikuwa za kutengenezewa na le, kisha zilikuwa très propre. Haleluya! Palikuwa chapeau yenye anapaswa vala, kisha wakati anamaliza kuvala anakoga mzuri mai, anavala manguo, kisha kulikuwa parfum ya kumparfume. Ile parfum ilikuwa ni parfum, tunaiyo ya kwa kila parfum natoka kwa maua. Haleluya! Haleluya! Na ile maua ilipaswa kuwa maua yenye Mungu yeye peke alisemaka ni ua fulani. Haleluya! Kusudi odeur imupendeze Mungu. Haleluya! Wakati sasa anamaliza hivyo hizo processes, ndio wakati alikuwa anakamata ile damu anaenda. Haleluya! Anaenda pale pahali patakatifu pa patakatifu. Wakati anafika pale sasa balikuwa banamuweka. Haleluya! Banaweka kengele kumigulu yake kule chini ya kanzu. Kusudi gani ya zile kengele? Akifika mule ndani, kwa bahati mbaya akikufa, bali mkuwa anamfunga na kamba kumigulu, akikufia mule ndani hakuna mwenye ataenda toa maiti. Inabidi kwamba bakokote ile maiti kukamba kusudi bamutoe nje. Haleluya! Amen. Sasa tukumbuke ya kuwa besoin ya Mungu ilikuwa kwamba akuwe rafiki yake ya mwanadamu. Haleluya! Si pale nafikiri ndio kwenye tulifikia ile siku. Akuwe rafiki yake ya mwanadamu, akuwe na lala la muka bako pamoja, bagusane, wasalimiane, bafanye kila kitu. Lakini sasa ule mwanadamu, ni kweli Mungu ametoa agano, anafanya patana na mwanadamu, anamwambia kusema nilikuwa na kukubali kusema vyote bikuwe, inabidi kwamba ukoe na kuhani. Na ule kuhani sana enda mule mpali patakatifu, alikuwa sasa na risk. Haleluya! Mtu mwenye ataenda kupresente zambi za watu, zambi za taifa lote lizima, lakini sio unamwangalia banamuvalisha kamba kwa boga ya kuwa atakufa. Angekufa kwa sababu gani? Kulikuwa kondisio mingi. Sasa moya ni kweli ni kuhani wa Mungu, lakini yawe inabidi taifa lijiulize, tulitoa sadaka zetu, tulitubu makosa na zambi, lakini kesho nabakia mroho. Eske ule kuhani anakubaliwa na Mungu? Haleluya! Kama hakubaliwi, nawe mwenye ulitubu na yeye mwenye alienda kupresente zambi zako, nyie bote mumekufa. Haleluya! Kwa sababu utakubaki huko separe na Mungu. Sasa mwanadamu alikuwa anatoa sadaka, anafanya zabihu yote, angali na incertitude kuroko, na jiuliza zambi zenye nifanya hii mwaka, eske Mungu alizisamehe? Kuhani hayaenda zipresente, niko na chunga ile mwezi ya 7 ifike, 7 ataenda zipresente. Eske Mungu atamkubali ile kuhani? Na kama Mungu akimkubali, eske atakubali sadaka yenye alibeba? Na kama sadaka ikikubaliwa, eske ile parfait atakubaliwa? Kama parfait, haleluya! Tukumbuke, akikosea nafasi moja, benye vitamwambia kuwa amekosea, atakufia mule ndani. Haleluya! Amen. Sasa palikuwa mwanadamu alikuwa na adore Mungu, lakini hana certitude ya kuwa Mungu atamkubali. Haleluya! Ndio maana wakati anaenda kule, nabii anasema, haleluya, nabii alituambia ya kuwa contact hata ya mbingu ya esprit ya Mungu ishuke juu ya watu haikukua. Orte Mungu alikuwa anapenda kwamba siku moja aingie ndani ya mwanadamu. Haleluya! Niliwaambia ya kuwa kwa ile wakati, kama Mungu angekuambia kesho ndakia kukutembelea, ça veut dire kwa utakufa. Juu ukimuona Mungu, haleluya, ukikana na Mungu dongo utakufa. Juu kila yoyote mwenye alikuwa anakutana na Mungu, isipokuwa tu kuhani, tena naye limoya tu kumwaka, akikutana naye turu ya pili, akijibeba mtu turu ya pili, anakufia muli. Tuliona kisi batoto ba Haruni balikuwa bakuhani, lakini saa tu balifanyaka kaerere kama bakalungula mkanisa. Juu ya kwenda kulopola moto, bakaenda lopola ya nje, bakalete kumazabahu. Eske mnanifuata? Kumbi mazabahu haikonge wake na moto ya nje. Haleluya! Amen. Mazabahu inakongewaka na moto ya kutoka kumbingu, njoo inashuka pale. Haleluya! Pale bakalungula bote hiyo siku. Sasa mwanadamu atabakia
mu incertitude, kuna juliza siku gani yenye tafika yenye tutaongea na Mungu. Wakati mwanadamu aliona saa vile banaanza karibiana na Mungu, banaanza zungumuza, anaanza jua jina ya Mungu, kila siku kuna muona katika wingu na katika nguzo ya moto usiku. Akafanya demand, akaambia Musa, waambie sasa Mungu akuwe tuongee naye live tuonane. Musa akamwambia mchunge, mwache nilikuwa nawaambia benye alisema. Hapana, na sio tubebe tuongee naye. Sawa. Haleluya. Ni kweli kwa kupenda ya Mungu alikuwa anapenda aongee na watu. Mungu akasema sawa, na mimi ndio ninapendaka, tutaongea. Waambie waende kumlima wa Sinai, bazunguruko pale pembeni basiguse mlima, nitakuja. Sasa huko rafiki yetu tusiguse hata mlima yenye unaikala, kama hii mlima ni mtakatifu. Haleluya. Eske tuko pamoja? Analamuka asubuhi na hapana, mbona hii mlima tunalimaka kwa biazi na bakimai bakaenda lima hiyo siku mtakufa. Mungu asashuka inakuwa tofauti. Haleluya. Wakati alishuka juu ya mlima, tuliona namna gani watu walitetemeka, hawakusikia hata langaje yake. Ndani ya Mungu iko napenda kwamba areisiri aingie mpaka ndani yao. Haleluya. Wakati alikuwa anashuka tu batu ni boga moya ajabu. Inashindikana sasa vitakuwa namna gani? Haleluya. Na kuhani yeye mwenyewe Paulo anasema ya kuwa watu walikuwa wanabakia incertitude. Haleluya. Habakuwa siri ya kuwa kweli Mungu amekubali. Kwa sababu gani? Kuhani bao wataweza kuwa walifanya avec sincerite, mekumbe kuhani hakukubaliwa na Mungu. Na kama kuhani amekubaliwa na Mungu, sasa mwaka moja au mbili balikuwa na kuhani wa bien, kenye kilikuwa tena obstacle kwa kuhani bote, ilikuwa nafika wakati ni kuhani wa bien atakufa. Wakati atakufa, Israeli wanajiuliza, eske tutapata tena kuhani mkubwa sawa sana Haruni? Eske tutapata kuhani mkubwa sawa sana fulani? Haleluya. Twende mara moja Hebrews chapitre 5. Tunaanza hapo kusoma. Hebrews chapitre 5 verset 1 à 4. Hebrews chapitre 5 verset 1 à 4. Et à 4. Mwenye anapata nasoma. Tuko na maandiko mingi sana ya kusoma. Hebrews 5 maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya usuyo ya muhusuyo Mungu. Kila kuhani mwenye alikuwa anachaguliwa na Mungu anawekwa pale juu ya upatanisho kati ya mambo yenye kumhusu Mungu na wanadamu. Ndio. Ili atoe matoleo na zabihu kwa ajili ya dhambi. Ndio. Awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea. Alipaswa kuwa kuhani mwenye atawezi kuyua susi. Haleluya. Mwenye atawezi kuyua uchungu wa huyu mtu mwenye kuna kia kutoa sadaka. Haleluya. Amen. Kuna mtu anipe amina. Ilipaswa kuwa kuhani wa huruma, hapa kuhani wa makali. Unakia toa nini? Sadaka. Haleluya. Ulifanya nini? Niliiba. Wewe ndio kunaenda na iba vitu vya watu. Toka hapa na sadaka yako nakataliwa. Hapana kuhani wa vile. Kuhani mwenye anayua buzito bwa zambi. Mwenye anayua anakuya tena alipitiwa. Haleluya. Eske tuko pamoja? Haleluya. Sasa bali ule kuhani anakamata biki anaandika fulani alitengeneza maisha kwa sababu hii mwaka, kwa sababu aliiba, banaweka hili. Ukitenda tena ile zambi mwa hiyo mwaka banakuua. Donc hakuna tena zabihu asema atakukubali tena. Ukitenda zambi mwa unaketengeneza mara pili tena unairudilia tena, hakuna tena msamaha. Banakuambia bwana, hii mwaka hauwezi kutoa tena zabihu juu ya hii zambi. Donc ile fo ikosea mwa hii mkosa,
ujikaze yako yote usikosee ndani. Orke sasa riski yenye ilikuwa pale. Sasa unatoa sadaka kweli Mungu anakusamehe. Kiu ya ile dhambi haikuwa natoka. Unasamehewa, Mungu anaiacha. Lakini sasa unarudia, unasikia tena kiu ya kuifanya. Juu damu ya minyama na ya kondoo haingeingia ndani yako juu iondoe ile esprit ya kuiba. Eske mnanifuata? Uzima malgré uliacha kweli, uliregrete, lakini ile kitu kutoka ndani yako haingetoka. Haleluya. Kuna mtu hapa mwenye Mungu ashaka deliver na pepo fulani. Eske kuna mtu hapa mwenye eko na experience? Mungu alinitoaka mbitu fulani mpaka hasikiake tena kiu tena. Kama ungali natengeneza zambi, ungali nasikia kiu tena, unasikia kiu tena, bado haujafika kumsalaba, kukisima cha damu ya Yesu. Kwa sababu nabii anasema msamaha wa Mungu ni liberation de culpabilité. Unajisikia kombozi wa shutuma, unawekwa huru. Hakuna tena kitu cha kukusukuma mobile cha kukondane. Haleluya. Haleluya. Lakini kwa ile wakati ukirudilia mara pili hautarudia tena pale. Kisha tena na ile kiu ingali ndani yako. Haleluya. Sasa kulipaswa kukue kuhani mwenye kuna compassion, iko na huruma, mwenye atawezi enda kule ngambo ya pili. Wakati atafika huko mpazia huko, asiende sema Mungu nina kia juu ya pale bangambe bako tena. Ona fulani alifanya hivi, fulani alifanya hivi. Mwe wote mtakufa. Inabidi kukue kuhani mwenye huruma, mwenye anajua kubembeleza. Wewe kama ulisema na usemi yako ukasema Mungu anisamee, niliiba, nilifanya buzinifu, Yesu atafika kule anayua langaji ya kuconvaincre Mungu. Haleluya. amen. Anayua sauti ya kuitilize mbele za Mungu, anayua koma ya kuanza kuomba. Haleluya. Frère mente de fois tunapataka benye tunaomba, unafikiri wewe ndio nilichonga maombi, hata uchonge hawezi fikisha kwa Mungu. Kunapaswa kuwa kuhani wa kuifikisha kule ndani. Haleluya. Parfois unaomba meme Kiswahili benye hauelewi, parfois unavikomplike, lakini kuna mtu mwenye anayua maide zako, mwenye ataweza kukamata buchungu wa roho yako. Haleluya. Mwenye anayua uko na resistance jusqu'à combien de temps, mwenye anayua kushindwa kwako kutaweza fika wapi, mwenye anakujua kuliko pastere wa kanisa, mwenye anakuelewa kuliko mahubiri, anapaswa kuwa pale. Haleluya. Mwenye anayua. Haleluya. Ona uko naleta rekete hapa, mniombee Mungu, mtoto wangu anagonjwa tumbo kuluma. Sasa tutapatia frère prière hapa. Seigneur, umusaidie Bwana. Mtoto tumbo inaluma. Bwana, uliponyesha kama mama yake mko ya Petro, umponyesha naye. Amen. Frère, ule mtu mwenye anapatia ombi, hakuna mtu anasikia kama uchungu mwenye unayua. Haleluya. Mwenye boko kwa roho yako wewe ndio unabuyua. Saa mkulala usiku, hata uenda ambia jirani yako leo hatukulala, hata vikamata tu leo hatukulala, anawazia kama masazi moja hivi mlilala, mesa ilifika makatre ndio akalia kidogo. Mmeona hiyo elema kama hamkulala, una ressentir namna gani mtoto alibasumbua usiku. Sasa utaleta ile rekete, malgré mimi nitaiombea, sitaiua machungu yako, lakini kuna mtu mwenye alilala na wewe usiku. Kuna mtu mwenye anaona namna gani roho yako inahangaika, anaona degree ya besoin yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuna engineer mwenye alikujengaka, anayua hii kolone itaweza vumilia etage ngapi. Haleluya. Mimi nitaona sera atavumilia. Dada vumilia tu, vumilia. Unaweza verbe kuvumilia ni kuvumilia tu hivi. Kumbe kuna julize nianzie wapi kuvumilia. Meule Bwana yeye atakamata maneno anaifikisha kukitia. Mungu acha kwanza hivi. Haleluya. Pana mtu kule, kuna Sandrake kule, kuna Meshake, bana talungula. Shuka mio sana. Haleluya. Haleluya. Utamuona. Unaona msaada ya mbingu inafika. Nini? Kuna mtu mwenye alikutetea. Haleluya.
Haleluya. Ule mtu sasa wa agano la kale sasa alikuwa naenda pahali patakatifu, alinipaswa kuwa mtu mwenye iko na huruma, mtu mwenye anayua buzito wa dhambi, kwa sababu naye alikuwa mtenda dhambi. Haleluya. Twende pale. Kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu, Ndio. na kwa sababu hiyo ilimupasa kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Ndio. Na hapana mtu Ishia pale. Kwa sababu naye alikuwa mdhaifu ule mtu, ndio maana naye alikuwa nakamata atoe dhabihu. Haleluya. Mimi nimelewa huko mwesprit, ausome hata mzuri, ausome kisu nasomaka. Ilibidi kwamba atoe dhabihu sawa sawa na huruma yenye kwa ndani ya roho za watu, anaitetea. Haleluya. Amen. Anatetea vile vile, anapresente. Haleluya. Kwa sababu gani? Naye yeye peke alikuwa mtenda dhambi, naye alikuwa na madhaifu yake, mbele naye aende kule, ilibidi kwamba naye atoe sadaka. Sasa tunajiuliza, hata kama wewe ndio unaturepresente sie bote, sasa wewe kama ukutengeneza mzuri, maana yake sie bote huku, haleluya, sie bote bana turejete. Sasa mwanadamu hakukuwa na certitude ya kuwa ataongea na Mungu, hakuwa na certitude ya kuwa Mungu ni rafiki yake, kwa sababu anayua sazi moya. Ndio Paulo anasema ilibidi sasa kukuwe kuhani mwenye hazuiliki na siku, mwenye hapana leo alikuwa kesho akufe. Haleluya. Mwenye hana makosa ndani yake, mwenye hana bezo ya kutoa kwanza sadaka mbele aende pale patakatifu. Haleluya. Kuna mtu alipe amina? Ilibidi kukua kuhani mwenye anayua na venye mko mroho yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwenye haiko mwanadamu wa kawaida sawa, mwenye hakoseanaki na bibi yake. Haleluya. Ilibidi kukue kuhani mwenye hata siku zipite hatutasikia kuhani alikufa. Haleluya. Ilibidi kuhani mwenye kukamilika, mwenye mbingu zinamshuhudia huyu. Haleluya. Akisema tu mbingu tutakubali. Haleluya. Amen. Twende pale pale kwa Hebreu. Twende mara moja kwa chapitre 7 verset 23. Hebreu 7:23. Tena wale waliofanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae, bali yeye kwa kuwa akaa milele anao ukuhani wake usioondoka. Tena wale makuhani wa zamani, haleluya, balikuwa wanazuilika na siku. Ni kuhani wa bien, iko na presente kila mwaka mzuri na tunakubaliwa. Sawa sawa na Haruni, quelques jours Haruni hakuwa tena, akakufa, hata Kanani hakufika. Tunapenda meme na Kanani, tuendelee na adoration. Haleluya. Twende. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamujiao Mungu kwa yeye. Ndio maana yu hai siku zote ili awaombee. Tuko 23 hiyo 25 kuanzia 23 mpaka 28 26. Maana ilitupasa sisi uwe na kuhani mkuu. Voilà. Ilitupaswa sisi sasa tuwe na kuhani mkubwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndio twende. Wa namna hii aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, asiyekuwa na lawama yoyote ile. Eske tuko pamoja? Haleluya. Amen. Naanza kusikia vinaanza kushuka. Twende. Aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu,
aliyekuwa juu kuliko mbingu, ambaye hana haja. Eske mnasikia uzito wa kuhani mwenye tunatafuta? Mkubwa kuliko mbingu. Nani ule? Haleluya. Amen. Ndio mwenye dunia yote kwa natafuta juu tuingie muurafiki na Mungu. Mtu mwenye hana makosa, donke manake hakuzalika hata munamna ya zambi. Hahitaji kutoa sadaka juu ya zambi zake. Hana incertitude eske batanikubali wala habatanikubali. Mkubwa kuliko mbingu zenyewe. Twende. Ambaye hana haja kila siku, mfano wa wale makuhani wakuu wengine, sawa sawa na wale makuhani wakuu wengine. Kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu. Haleluya. Amen. Kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu. Haleluya. Amen. Twende. Maana yeye alifanya hivi mara moja. Alipojitoa nafsi yake. Ushafika kukombia 27. Haleluya. Twende 28. Maana torati yaweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu. Bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya torati limemweka mwana aliyekamilika hata milele. Amen. Haleluya. Mtu atutayarishia Levitique 16 verset 1. Sasa tunaenda hivi, tunarudia kwa agano la kale. Ule kuhani malgré watu alikuwa na presenter zambi za watu, mais alikuwa na boga. Bako na boga, eske atakubaliwa? Eske Mungu atamkubali? Eske ile parfait atakubaliwa? Eske ile uvumba yenye balibeba, eske ndio yenye Mungu alisemaka? Haleluya. Eske ile kondolo yenye balitoa ni ya bien, malgré kuhani ni wa bien, anakubalika kabisa, lakini kama balitoa kondolo ya mubaya itakubalika. Sasa swali ninabauliza, lile agano la kwanza lenye lilikuwa base kwa ule kuhani, orke lilikuwa agano la kutafuta kwamba objectif ya ile agano, ile patano ilikuwa kwamba Mungu afikirie kuingia ndani ya mwanadamu, akuwe rafiki ya mwanadamu, baongee, bakuwe barafiki. Eske lile agano lilireusire wala lilieshue? Haleluya. Kuna mtu ajibu? Ilireusire wala lilieshue? Silieshue. Haleluya. Ilieshue. Haleluya. Lile agano la kwanza lilieshue. Frère, unasema lilieshue na neno la Mungu. Ndio. Haleluya. Lile patano lilishindwa kwa sababu gani? Lilikuwa na udhaifu. Haleluya. Ni agano la kale, agano la kale. Haleluya. Ile ancienne alliance ya watu na Mungu kupitia ukuhani wa Lawi ilishindwa. Haleluya. Amen. Frère, ndio maana leo mtu asituamrie. Frère, kusema uokoke, kuya hapa ushika amri 10. Ushike sabato, muambie bien-aimé. Tulizishikaka zamani, bikaishwe kutuokoa. Bali shikaka amri 10, bilibaokoaka. Haleluya. Amen. Bali shikaka sabato, bilibaokoaka. Bali ya chakula kambale, ilibaokoaka. Bali ya chakula Thomson, ilibaokoaka. Bali ya chakula nguruwe, ilibaokoaka. Biote esheke zero. Haleluya. Haleluya. Kama wale wakuhani walieshue na agano lao lilieshue. Haleluya. Ikabidi kwamba sasa batafute sasa agano la mpya. Na mbele kukua agano, maana batafute kuhani wa mpya. Kuhani mwenye hata kuwa na lawama, hata kuwa na nini. Haleluya. Orke tukirudia, tulijifunza ya kuwa ule Melkisedeki, haleluya. Haleluya. Amen. Alikuwa hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku, hana mwisho wa siku. Tena ni kuhani wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kumbi wakati Mungu aliona hivyo, bakuhani wote kuanzia kuhani mkubwa Haruni mpaka wa mwisho nani, Kayafa, je pense bien. Amen. Mpaka Kayafa vote échec. Hakuna mwenye alireisiri kufanya Mungu na mtu wapatane.
Haleluya. Malgré intercession zabo, Mungu akikutana na mtu anakufa. Malgré vyote, lakini mtu hayakuwa na furaha ya wokovu ndani yake. Mungu hayaishi na watu yake. Mungu hayarisire kuingia ndani ya watu. Haleluya. Haleluya. Mungu akasema inabidi tushanje ukuhani, kwa sababu hii ukuhani ya zamani imeishue. Sasa tutashanje namna gani? Mungu yeye peke akaangalia ule Melkisedeki. Haleluya. Akaangalia mimi peke niko kuhani wa Bwana Mungu aliye hai, mara hiyo Mungu mzima. Haleluya. Akasema inabidi nibadilishe, mimi peke nikuwe kuhani. Haleluya. Amen. Ule Melkisedeki kuhani wa Bwana Mungu aliye hai akakuya yeye mwenyewe sasa. Haleluya. Juu afanye bukuhani kwenye watu walishinda. Akasema Haruni aliyeshue, watoto wake baliyeshue, na wale bote baliyeshue. Mie naenda kule, mimi peke nifanye bukuhani, nione kama na mie nitaishue. Haleluya. Haleluya. Kia kwanza Kenya alifanya kwa kuonyesha ya kuwa ukuhani unabadilishwa. Haleluya. Batu wenye kwa kiroho wanifuate sana. Haleluya. Haleluya. Kwa kuonyesha ya kuwa anabadilisha kabisa ukuhani. Haiko tena vile vya zamani, kama vile batu wale wanafundisha ya kuwa saba na Yesu alisema ya kuwa sikukia kuvunja Torati na manabii, lakini nilikia kuvitimiza, nilikia kuvikamilisha. Batu wanakuambia unaona, manake ile agano la kale, ile Torati yote ingali en vigueur, ingali inatumika, mimi tunaongezea yako na agano jipya. Papa, ya kwanza iliyeshue. Haleluya. Tunaingia kuya mpya, na kwa kukuonyesha hakuna gisi ukuhani ifanyike kwa watu bawili, kukuwe kuhani. Haleluya. Mtindo wa Melkisedeki tena kukuwa kuhani wa kutokea kwa Haruni, habiwezekani na habiwezekani. Haleluya. Na kwa kuonyesha ya kwanza alifanya nini? Akabadilisha kwanza kabila. Akasema huku ingine ukuhani yenyewe nakuya. Hii kuhani ilikuwa kwa mkono wa Lawi, ilikuwa kwa mkono wa Haruni. Haleluya. Maraba hii kuhani, haleluya, yenyewe nakuya ya mpya, meme kwa dunia nabadilisha. Akatoa ukuhani kwa Lawi, akaitia kwa Yuda. Haleluya. Amen. Akaanza tafuta kuhani wa nyumba ya Yuda. Hakukuwa tena wa nyumba ya Lawi, akaingia mnyumba ya Yuda. Haleluya. Sasa kama vile kila kuhani yoyote akikuya, kia kwanza inabidi atafute kondo juu ya kufanya upatanisho, si ndio vile? Haleluya. Inabidi atafute kwanza kondo au ngombe ya sadaka kwanza. Haleluya. Haleluya. Est-ce que ni vile? Tusome kwa Levitique chapitre 16. Chapitre 16. Verset 1. Kungekuwa mtu mwenye tabakiana na hiyo andiko tu, tutakuwa tunairudia kidogo, tunaongeza kwa zingine maandiko. Tuende basi hivyo. 16 verset 1. Bwana akasema na Musa. Bwana akasema na Musa. Pale pale andiko yenye tusoma ile siku, ndio baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Haruni, baada ya kufa kwa wale watoto wawili wa Haruni, walipokaribia mbele za Bwana wakafa. Walipokaribia mbele za Bwana wakafa. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa, sema na Haruni ndugu yako kwamba asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pazia. Asiingie kwa wakati wowote yenye anapenda pahali patakatifu mule mpazia, ndio mbele ya kiti cha rehema, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku, kiliko juu ya sanduku, asije akafa. asije akafa. Maana mimi nitaonekana katika lile wingu juu ya kile kiti cha rehema. Ndio Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Haruni ataingia pahali patakatifu na vitu hivi. Haleluya. Amen. Wote tunajua ya kuwa mambo ya agano la kale ni mfano wa agano jipya. Haleluya. Amen. Tulisemaka kama mkono kivuli kikiwa na vidole 5, mkono naye itakuwa na vidole ngapi? Haleluya. Ukiniona kwa kivuli niko na kichwa kimoja, unaniona kwa reality niko na vichwa viwili. Eske ni ngali mie? Haiko mimi ndio liona kwa kivuli. Nguruwe kipita kwa ngambo ya pili hivi, kama tala iko huko, utaangalia kwa kivuli utaona iko na migulu 4. Na ukienda iangalia utaona iko na migulu. Haleluya. Kumbi reality kivuli cha agano la kale
wakati kinakia mrealite kitatembea kufatana na ile kivuli ya agano la kale. Eske tuko pamoja? Amen. Sasa tunajikuta ya kuwa hapa kuhani wa zamani mwenye alikuwa anaingia hapa pahali patakatifu mwali hema la zamani, alikuwa kuhani mwanadamu, alikuwa anafanana na banadamu. Haleluya. Alikuwa na madhaifu yake. Mungu akachukia ukuhani kwa sababu ukuhani ulishindwa. Ili agano la zamani lilikuwa na madhaifu ya mingi, Mungu akalikataa. Haleluya. Amen. Ikaishia pale. Akaleta sasa kuhani mwingine. Haleluya. Ingine kabila ya ukuhani wa Yuda. Sasa ile ukabila, haleluya, ile ukuhani ya kutoka huko kwa Melkisedeki. Melkisedeki mwenyewe ambaye ni Mungu akakia fanya ukuhani. Mnifuate mzuri. Akakia kufanya ukuhani yeye peke, kwa sababu naye alikuwa kuhani wa Bwana Mungu aliye hai. Ule Melkisedeki mwenye alikutanisana na Abraham akakuya sasa. Sasa Melkisedeki unakuja kufanya ukuhani kudunia. Haleluya. Kuanzia kudunia ufanye upatanisho mpaka mbingu. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini kuna mtindo yenye balitufundisha yenye kuhani anapaswa kufanya. Eske na wewe utatembea ndani? Twende, mtie shuti ya kwanza nini? Twende. Na vitu hivi, ng'ombe mume mchanga wa sadaka ya dhambi, na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Haleluya. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Isi ya kwanza pale. Haleluya. Akamwambia kuhani wa mpya nakui Melkisedeki, shuti ya kwanza ya kuhani, utakamata ng'ombe na kondoo. Haleluya. Don't utakamata. Haleluya. Kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Sinasemekana pale. Amen. Sadaka kuteketezwa na sadaka ya dhambi. Tunaacha sadaka kuteketezwa, tunaingia kwa sadaka ya dhambi. Si ndio kwenye tuko dawa ya dhambi. Haleluya. Kwa ajili ya sadaka ya dhambi utakuya na kondolo. Sasa enshu ule kuhani wa Mungu anakuya, anakia kufanya upatanisho. Yeye Melkisedeki hana kondolo. Haleluya. Ataipata wapi? Haleluya. Haleluya. Kwa sababu Mungu alikuwa alitayarisha. Ilibidi kwamba ule kuhani, ule Melkisedeki ashuke hapa kwa dunia, akutanishane kondolo hapa. Haleluya. Amen. Akutanishe kondolo ya sadaka. Haleluya. Yenye itafanya upatanisho, yenye itafanya msamaha wa dhambi. Aikute hapa. Alikuta wapi frère? Twende mara moja. Matthieu chapitre 3 verset 13. 3:13. 3:13. Ndio. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili ambatizwe. Haleluya. Palikuwa kudunia kondolo moya yenye naitwa Yesu wa Galilaya. Haikuwa kondolo ya mtu, hapana. Ilikuwa kondolo ya Mungu yepeke. Haleluya. Amen. Eske tunafuata mzuri? Yesu bado hatuyasema Yesu Kristo. Yesu wa Galilaya ndio mwenye ninasema. Ile mwili yenye Maria alizalaka. Haleluya. Amen. Eske tuko pamoja? Ile haleluya. Kwa ajili yetu mtoto. Tumepewa mtoto. Haleluya. Sasa kuna kuya kuhani wa makuhani kwa mtindo wa Melkisedeki. Yeye peke mwenye alikutana na Abrahamu anashuka. Yohana akamuyua. Sali angalia mu batu bote. Iko na wanafunzi yake iko natembea. Akabapwente. Ona huyu ndio mwana kondoo wa Mungu. Haleluya. Amen. Mwenye kuhani atakamata juu ya kuziondoa dhambi za ulimwengu. Eske tuko pamoja? Akabapwente ndio mwana kondoo huyu. Sasa Yesu ule mwana kondoo anatembea. Anatembea, ikafika sasa wakati kuhani mwenyewe anakia kukamata kondoo juu ya sadaka. Eske tuko pamoja? Anakia kukamata ule kondoo juu aende mtoa kwa ajili ya sadaka za watu.
hapana tena kwa ajili ya sadaka za Israeli. Juu ukuhani wa zamani ilikuwa juu ya Israeli yo peke tu. Mnaona usaifu yake? Donc mkonte za Mungu papa we na mie hatukuwaka. Haleluya. Maki si habari za ule ukuhani hatukukuwaka. Habari alienda pahali patakatifu. Si kwanza baba babu yetu walikuwa na yeye hata kama alienda. Haleluya. Kwenye tu baba babu yetu angeingia pahali patakatifu, ile pahali patakatifu panakuwa najisi. Donc ni mchafu, hapashi kuingia mkanisa ya Mungu. Kisha sasa sadaka yetu bataitika hata. Haleluya. Mara hiyo huyu mwenye anakuya anakia kukamata kondoo yenye atafanya upatanisho kwa ajili za dhambi za ulimwengu yote mzima. Alafu juu ya Israeli, Basamaria na sie benyewe anakia kupatania. Haleluya. Amen. Wakati anakuya njoo banakutanana wapi? Banakutanana kumai. Kondolo inakuya kufanya nini kumai? We kondolo nakafa nini? Gloire à Dieu. Haleluya. Amen. Nakafa nini we kondolo kumai? Fata hapo. Gloire à Dieu. Kondolo hakwake na mabai, hana zambi. Bako banabatiza watu juu ya zambi. Mekondolo naye mwenye hana zambi anakuya. Yohana anamuuliza kondolo nikafa nini na weye? Hauna makosa, unakuya ufanye nini? Haleluya. Amen. Twende mara moja. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya. Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Ndio. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, haleluya. Haleluya. Amen. Wakati alimuona na muona Yohana alikuwa na esprit ya Mungu ndani yake. Akaangalia akasema, huyu ndio mwenye tulikuwa tunashinda mwa kondolo kule, huyu ndio kondoo wa kweli. Ninamuona ndio mwana kondoo wa Mungu weziondoe dhambi za ulimwengu. Anaangalia ndani yake hakuna makosa, hana dhambi, hana nini, hayakoseaka mtu, hakuzalikaka mzambi. Haleluya. Amen. Ni mtakatifu kuliko wale wa kuhani wote wa zamani. Sasa Yohana anajiuliza, mimi mwenyewe mwenye niko nafanya upatanisho juu ya dhambi, mimi mwenye niko nabatiza watu, niko na bizambi mpaka kwanza. Jana nikatalia mama yangu Elizabeth kwenda kupale, ni jana nilifanya hivi, jana nilifanya hivi, jana nilishinda na waza hivi, kumbe haiko hivi. Lakini yeye anamsoma mawazo, anaona hamuna ndani yake makosa, anamwambia kondolo. Haleluya. Weye, mimi siwezi kukubatiza. Unakaa kufanya nini hapa kumai? Niko nabatiza watu batakasike dhambi zao juu wachunge Masia. Wewe kondoo unakaa kufanya nini? Mbona una makosa? Haleluya. Amen. Anakatala na twende. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Yohana akamzuia, akamwambia hapana. Akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Wewe mimi niko napenda wewe ndio nibatize, wewe ndio hana makosa. Nao waja kwangu. Na wewe unakuwa wewe mimi ndio nikubatize. Yesu akajibu akamwambia, sikia jibu ya kondolo yenyewe. Haleluya. Amen. Eske mnaamini ya kwa Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu mwenye kuziondoa dhambi za ulimwengu? Tunaiamini bila shaka. Haleluya. Amen. Kondoo mwenyewe anajibia anasema namna gani? Yesu akajibu akamwambia, Yesu anajibu anasema, kubali hivi sasa. Yohana, acha nikufundishe. Itika kwanza nibatize. Itika kwanza nisukule mumai. Sababu gani? Kwa sababu ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Kwa sababu ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Haki gani yenye Yesu anasema pale? Mbele kondole pelekwe kumachinjo baende ichinja. Mbele kondolo baipeleke sadaka kwa Mungu, balikuwa wanaibeba keleke pale, kulikuwa robine pale kukanisa, palikuwa kibakuli kakabambi, banakamata mai banaisukula. Kondolo ya sadaka inapaswa kwanza kutakasika. Sasa Yohana sasa inakuja hapa kumai, sikukia juu ya dhambi, sikukia juu nibatize kwamba dhambi zangu zivutwe, ninakuja juu nisukule, juu niko kondolo, ninatatolewa. Kuna mtu alipe amina? Amen. Ninatatolewa juu ya sadaka ya watu wote, unisukule kwanza. Haleluya.
Haleluya. Yohana naelewa, anasema ninaelewa. Musa alisemaka ni kusukula kwanza kondolo, kuya hapa ni kusukula. Haleluya, haleluya. Hawakumsukula na kwa jina la baba na kwa la nani, ale tuweka muma, ni kusukula papa. Hakuna vya jina pale. Nani mwenye tamondolea zambi? Ni nani? Yohana alisema sistahili hata kufungula kamba za viatu yake. Haleluya. Kama hastahili kufungula makamba za viatu, eske kukichwa ngemugusaka? Hakumwekeka mikono, hakumfanyaka nini, alimbeba tu akadumbukiza mumai. Haleluya. Ni bongo mtupu ya batemwe de Jehova. Nakwambia Yesu aliendaka yepeka mumai akajisukula. Bongo. Kondolo hajisukulake, bana isukulaka. Eske tuko pamoja? Bakaenda bakamusukula mumai, akatoka mule ndani. Wakati sasa natoka, soma pale, twende. Twende mara mwembio mbio. Basi akamkubali, akakubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, naye Yesu kisha kumaliza kumsukula, mara akapanda kutoka majini, akapanda eskalia, katoka mumai ya Yordani. Na tazama mbingu zikamfunukia. Mfuate sasa hapo. Mbingu zikafunguka. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua. Akaona nini? Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua. Akaona Roho ya Mungu inashuka kama ua. Fuata pale. Au commencement était, hapo mwanzo ilikuwa neno. Avant le commencement était, kabla ya mwanzo ilikuwa. Haleluya. Amen. Si kabla ya mwanzo kulikuwa Roho. Haleluya. Ule Roho atafanyika akakuwa neno ambayo ni teofania. Si ndio Melkisedeki? Eske tuko pamoja? Haleluya. Wakati alikuwa kumbingu, si ni Melkisedeki kule? Kwa useme mwe akaona Roho. Orke Roho alikuwa shafanyika anakuwa neno. Donc akaona neno. Neno ni nani? Ni Melkisedeki. Eske tuko pamoja? Akaona Melkisedeki. Melkisedeki ni nani? Ni sacrificateur de Dieu vivant, kuhani wa Mungu aliye hai. Akaona kuhani. Haleluya. Anashuka kutoka kumbingu, anakuya. Haleluya. Akasema namna gani? Haleluya. Twende. Akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema. Sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendo wangu ninayependezwa naye. Haleluya. Eske tuko pamoja? Kwa usemi mwingine akakuya akasema, unjo kondo mwenye nina tatoa juu ya zambi za ulimwengu. Eske mnanena nafuata? Kondo haiko ule mwenye alitoka kumbingu. Kondo ni ule mwenye Maria alizala. Eske mnafuata? Esprit Melkisedeki ni ule mwenye alitoka kumbingu. Haiko ule mwenye Maria alizala. Haleluya. Ule kuhani mkubwa, kuhani wa Mungu aliye hai, akakia akakamata kondo ishasukuliwa, anaibeba kwa machinjio. Haleluya. Amen. Haleluya. Sawa sawa na Haruni. Sasa Haruni, tuambie, kisha sasa kuhani kukamata kondo, kuhani atafanya nini? Fata pale. Haleluya. Haleluya. Frère la vie, hauna Biblia hapo? Kungepaswa kuwa mtu mwenye atakuwa anatusomea vitike kidogo kidogo. Mambo ya Walawi. Pale pale kwenye ulishia. Kisha kumaliza, ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Rudia nyuma kidogo kwanza pale. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Ataingia pale patakatifu na vitu hivi. Ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi. Ndio. Na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ndio. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Eske tuko pamoja? Kisha kukamata kondoo na mbuzi ambao vinarepresente tu Bwana Yesu Kristo. Kisha kukamata ile. Haleluya. Ule kuhani wa zamani atavala kitani safi. Haleluya. Haleluya. Amen. Huyo kuhani naye huko. Toka hapa mara moja kwa ile andiko, turudie kule kwa Mathayo. Tutarishie tu Mathayo kule 17. Mathayo 17. Huyu kuhani
wakati anamaliza kutayarisha sadaka, cha kufuata ni kwenda quelque part, haleluya, aena ndroit isole kwenye watu wabako, haleluya, mule muhema ya kukusanyikia. Anavala kanzu ya kuangara, anavala kanzu yenye kusafika, anavala kanzu, anavala shapo yenye inasafika, anavala napendeza na ngara, haleluya. Eske tuko pamoja? Haleluya. Sasa tuende tunaangalia sasa huyu kuhani wetu ashashuka mara moja. Yohana anamuona, anaona kisha anakamata kondoo pale. Sasa kwa yeye kuhani na kondoo pale tayari, haleluya, anaenda sasa toa dhabihu. Mbele ingie pahali patakatifu, mbele ingie kwa ajili ya kutoa ile kondolo, inabidi cha kufuata pale avale manguo zenye kungara, ziko tofauti na sabato wengine. Haleluya, Amen. haleluya. Ndio maana utamkutanisha ya kuwa Yesu Kristo, nikwambia Mathayo kwambia 17 ndio maana Yesu Kristo wakati kisha kujua ya kuwa yeye ni mwana kondoo wa Mungu na tayari sacrificateur ameingia ndani yake, haleluya, alikuwa anasema Baba ni mkubwa kuliko mimi, imenipasa mie niende juu nyie mfurahi. Si ndio kisa alikuwa anawaambia wa mitume, inabidi mwana wa Adamu atolewe, inabidi mwana wa Adamu aende, haleluya. Eske tuko pamoja? Alikuwa anajua ya kuwa yenjo kondoo ya zambi yenye Mungu iko na tayarisha, iko naanza laga ba mitume, iko naanza baambia vitu vyote, nitatolewa bado ya siku 3 kisha bitakuwa hivi. Anayua ya kuwa huyu baba mwenye kuwa ndani yangu atanisakrifie tu, atanitoa kama vile kondoo. Sasa shuru banalamuka, wakati inakaribia Yesu anatumika, wakati ya kutolewa kwake juu ya zambi inakaribia, kama vile kondoo, haleluya, kama vile kuhani wa zamani inabidi avalishwe manguo ya mpya, inabidi avale kitani safi, tena atakuwa quelque part kwenye watu habako, analamuka njoo, haleluya, Amen. ule kuhani mwenye kuwa ndani yake alikuwa anafanya venye baba anasema, haleluya, alikuwa anaongozwa na baba, analamuka asubuhi, haleluya, anaenda tu mkundi yake, anaangalia hivi, hapa watu bako ba mingi sana, batanivalisha yeye manguo za bien, ndangara hii hapa katikati ya watu, haleluya. Anasema hata tunaenda kumulima, twende kumulima, banaenda kumulima, banafika mkeke village hivi, anaangalia mwa mitume, huku kwenye niko naenda fala hivi ni un endroit isolé, kunapasha kukwetu temwe mwenye atashuhudia ya kuwa ni kweli aliniona kisa ninavala zile manguo za kuhani, haleluya, Amen. akaambia Mathayo bakia hapa, haleluya, akaambia ni Mathayo, akaambia Andrea bakia hapa, akaambia fulani bakia hapa, bali wa mitume wote wakabakia, akaambia tu, haleluya, Petro, Yohana, fulani batatu, mkui mnifuate tunaenda. Petro, Yohana na Yakobo, haleluya, Amen. akaacha bengine wa mitume wote kenda kule nyuma, haleluya, Yuda kabakia kule, hautaenda kule, ninabeba hapa juu ya témoignage kwa ushuhuda wa mtu wawili ama watatu, kila neno likamilike, singewabeba mimi, ninabeba juu ya témoignage, haleluya, Amen. akawabeba, gloire à Dieu, haleluya, akapanda mulima, akafika kule yulu. Wakati anafika kule yulu, ikabidi avale manguo za mpya. Bien amesoma, twende. Na baada ya siku 6 wako milima, haleluya, Amen. si banafanya deja wapi? Habakufanya mkartie frere, ni kuna nafasi kwenye koko izole sawa sawa na mwagano la kale, haleluya, Amen. bakaenda kumulima ya mrefu sana, ndio kisi maandiko nasema kumulima mrefu sana kwenye bato hawatasikia wenye bako ndani, bakaenda kule, bako na nani? Bako yeye na batemwe batatu, haleluya, Amen. banabakia pale, anabambia hapa sasa ifika tena quelque part hapa, anabambia mwabakia hapa, mko naomba, ninasogea hapa yule, akasogea tena kukilijiwe kilikuwa pale yule, akasimama pale, banaomba. Profeta anasema
please, kama uko mjene, kama uko mpriere, nguvu za mwili zinaisha, nguvu za roho zinaongezeka. Haleluya. Yohana kusema aone maono ya Patmo, kisanga cha Patmo wakati alikuwa kule frere, ilibidi kwanza vyote venye ilikuwa ndani yake vitoke. Ilikuwa nafika mpaka kwa kisha haiko tena wa kudunia. Anaanza ona sana mawenge, kumbe ni Mungu nilikuwa namzungumuza. Kuna mtu anipe amina. Amen. Wakati alienda kule anajikuta yepeka na kuwa pale. Haleluya. Amen. Ba Petro banalamuka sasa na buvivu yao banaangalia. Hey! Haleluya. Twende. Na baada ya siku sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana ndugu yake akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Ndio. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua. Haleluya. Amen. Wakati bako wanaomba bako mpriere wametume wanachoka wanaikala Yesu. Haleluya. Melkisedeki kuhani mkubwa mwenye kodesha na kondoo yake. Haleluya. Amen. Akageuka sana, geuka. Kumbe wakati anaelekezea mgongo huku iko na vala manguo za mpya, iko na vala kitani safi, anageuka hivi banaona sura yake na ngara. Haleluya. Amen. Sawa sawa na kuhani wa Agano la Kale, anangara safi vile jua. Bana shangala, banaambiana, bwana utipe, kumbe tunakwaka naye na nakwaka hivi. Banaanza unakisia na ngara sa jua. Tunaangalia bwana, hatuwezi hata kukuangalia. Haleluya. Amen. Haleluya. Munizoee juu nilivala mwili, lakini zamani hamungeniangaliaka. Haleluya. Amen. Munaona kisika kitajiko kanaenda kanatimilika, banaona mareo Mungu na habakukufa. Zamani kama hivi maiti direct, mareo Mungu alivala mwili. Haleluya. Banamuona. Haleluya. Amen. Saba namuona, bakasema Petro ndio alikuwa akasema twende pale. Haleluya. Akageuka sura yake mbele yao, na uso wake ukang'aa kama jua. Ikang'aa safi vile jua. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Eske mnafuata? Mavazi yake yakakuwa meupe safi vile nuru. Orke Ancien Testament, kuhani mbele ya patakatifu ilibidi mavazi yake igeuke ikuwe meupe ya kitani safi nzuri. Naye pale mavazi yake kageuka, bakamshangala. Angeweza angewaambia Petro, hivi venye niko nafanya, ndio maana niwaambia mambo ninayozungumza, ninayoyafanya hamwezi elewa hivi sasa. Ule roho sasa atakuja atabaelewesha. Haleluya. Amen. Sasa mwana Petro hakuelewaka benye Yesu yuko amo pale, lakini wewe na mimi tunavielewa juu ya nini aligeuzwa pale. Haleluya. Amen. Wakati anamaliza kugeuzwa anangara mpaka na manguo, Petro anasema nini? Twende. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Sasa wakati iko pale kumlima, anasimama hivi, sura na ngara, kila kitu kinangara. Bakaona Musa iko hapa, bakaona na Elia naye iko hapa, kisha wote bako wanazungumza na Yesu. Unajua nini Musa na Elia bali aparetre? Musa kwanza hakuzikiwaka. Si mnakumbuka? Musa wakati balitaka kumuzika, shetani akataka kwenda kutumikisha maiti yake, ba malaika bakanyangula mwili bakapotea. Elia naye si mnakumbuka? Sina alienda kumbingu bila kukufa, aliendaka hivi akanyakuliwa kaenda, bote ile mili kakuya paf bakaonekana. Banakuya kufanya nini? Musa na represente Agano la Kale. Haleluya. Amen. Musa na represente Torati. Haleluya. Elia na represente neema. Eske tuko pamoja? Amen. Neema na Torati vyote vikakuya. Haleluya. Inaonyesha mie mwenye mnaona hapa ninakuya kutimiza vyenye Torati ilisema na kuanzisha neema. Ninakuya kumaliza Agano la Kale na kuanzisha Agano Jipya. Amen. Eske tuko pamoja?
niko dale Nouveau na dale Ancien Testament. Ile mbuzi mlikuwa mnachinja ndio mie. Kuna mtu anipe amina? Amen. Ile mbuzi ya Azazeli ni mie. Neema tena ni mie. Kile kitika rehema mie ndio nakuwa kako. Haleluya. Amen. Bakaanza kuongea naye. Sikia sasa bujinga wa wanadamu wao. Warudie kule vitike. Nina yua benye binaandikiwa hapo. Bujinga wa wanadamu. Petro anaambiana, unabaona? Unaona nani? Naona Elia, naona na Musa. Bana shangana. Kumbe watu wangali baziba. Mungu aliweka mili yao anayua juu ya nini? Haleluya. Amen. Eska tuko mahoya. Saba namaliza. Mwalimu, ushafika kule vitike. Anamwambia mwalimu, tulikuona. Ulingara. Yesu anambia, kumbe mliniona. Tulikuona. Kumbe unakuwa na nguvu hivi. Haleluya. Kosa Tomaso saba nenda mrakontewa uli bwana usimuone hivi. Ni monstre. Kule Ni muzimu. Alingara mpaka na mangozi kangara. Tomaso anasema haleluya. Ungekuwa kula haungemgusa hata. Kisha Petro anaambia Yesu, tuliona mlikuwa watatu pale. Sasa mimi ninapata ufunuo sasa hii. Tutajenga kanisa hizi 3. Moja juu yako. Haleluya. Moja ni yako, moja ni ya Musa, ingine ya Elia. Yesu anasema haleluya. Bienye niko nafanya hawezi nielewa. Haleluya. Nilibaleta juu mkwe bashuhuda ba hii mambo yote. Muone gisi mbele ndiye pahali patakatifu. Nilivala kwanza manguo. Nilipewa mamlaka ya mbingu na nchi. Mbele niingie mule ndani. Haleluya. Amen. Sasa wakati alimaliza kupewa ile mamlaka, nini nafuata pale? Ilibidi sasa kwa sababu amevala manguo, kia kufuata pale ni nini? Ni kubeba sadaka mara moja iende kutolewa. Haleluya. Kuhani soma pale. Nini nafuata pale? Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi. Ndio. Na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ndio. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Ndio. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mchipi wa kitani, naye atavaa ile kofia ya kitani. Nayo ndiyo mavazi matakatifu. Ashabivala deja. Naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Ndio, ashaoga deja. Kisha atatoa mkononi atatoa mikononi mwa mkutano wa Waisraeli mbuzi waume 2. Ndio. Na kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Na Haruni atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi. Haleluya. Amen. Tulirukia kwanza bale bambuzi bawili tu avance pale. Kisha kenye kupata pale. Mbele ya Haruni atumikishe zile mbuzi 2 kwanza tunaziacha pale. Angelitaka sasa ule kuhani pale. Haleluya. Angepashwa kuleta sasa kondolo. Ile kondolo yenyewe alitayarisha na ile mbuzi ilikuwa ni mbuzi na ng'ombe yenyewe alitayarisha kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Anaileta sasa yeye peke kuhani anaitoa. Haleluya. Yeye ndo anaitoa. Hapana nyie watu wenye mlitenda dhambi. Haiko mwende mtaitoa. Mwenye taitoa ni kuhani. Haleluya. Si hivyo Yesu Kristo. Haleluya. Kisha yeye kumaliza kungara kwa mlima, anamaliza kuvala utukufu. Nini alifanya? Ilifika wakati yenye anataka kutolewa. Frere, haba kumtowaka sadaka, yeye peke alijitoa. Eske mko pamoja na mie? Wakati alienda, si mnakumbuka, batu baneka kumkamata. Aliambia Yuda namna gani? Alibambia katikati yenu mmoja wenu atanitoa. Bakasema ni mie Bwana. Hapana, mwenye tutachopekea limoya naye. Eske mnaelewa ya kuwa alikuwa na yua? Haleluya. Mwenye tutachopeka limoya naye ule ndio mwenye atanitoa. Bakachopeka limoya na Yuda, pafa akamwangalia, wewe ndio utanitoa. Haleluya. Yuda akasema hapana, siwezi kumtoa. Haleluya. Yuda akaenda komplo yake akabambia, mwenye mtaona ninakumbatia
ule njo masia. Juu tunafanana kama kanisa yetu, sie bote tunavalaka sawa sawa. Hauyoke nani pastor na nani mwenye haiko pastor, hauyoke nani mhubiri na mwenye. Haleluya, amen. Kumbe sinyale nyenda bapatia. Haleluya, mwenye mtaona na kumbatia ule njo mwenye mtoo. Akakuya mbio kwa Yesu, paf. Yesu akamwambia, mlisikio rafiki yangu, nina wewe venye ulikifanya, wewe fanya tu kazi ya baba yako, lakini mimi ndio najitoa. Wewe siwaze kama ndio nanitoa, mimi peke tu ndio najitoa. Haleluya, amen. Batu baka wazeni blag saba liona njoo huyu ale, bakamchomekea bote na mikuki. Akabauliza tu namna gani, mwana mtafuta nani? Bakasema Yesu wa Galilaya. Alikuwa angali na ile presence, angali na bukuhani ndani yake, angali na Mungu, simba wa kabila ya Yuda. Haleluya, amen. Saba lijiria tu Yesu wa Galilaya, bote chini. Bana lamuka tena, mnamtafuta nani? Yesu wa Galilaya, bote. Nabii anasema wa malaika walisirika, bakaambia Yesu, kulikuwa 10 milioni ya malaika bako pale, papa bako na mabunduki zabo maepe. Tuambie, Mikaeli kwa nasema, haleluya, ndio malaika wa vita. Utiambie tu, nishote tu kidole, ndabafika wote. Haleluya, amen. Eske tuko pamoja? Ndabafika wote, mataisha hapo sasa, ndabadilisha sele na utakonkerire dunia leo. Mikaeli, baba nipatie kazi leo, wewe utageuka mfalme wa dunia, ndanyonga watu wote hapa. Utaona mimi Mikaeli, mimi mwenye nishindaka shetani nikamshusha kutoka mbingu, aba watu hapa ndabanyonga sahi. Haleluya, presence yake yope kibana lamka tena. Mtafuta nani? Yesu wa Galilaya, puf chini. Yesu akaona aba watu ni batenda dhambi, hawawezi weza kunigusa na hii presence yenyewe niko nayo. Haleluya, eske kuna mtu anipe amina? Amen. Yeye kondolo. Haleluya, akashusha presence, akaituliza, akaambia ba malaika, haiko kazi yenu hii, hamwezi wewe wenye niko nafanya hapa. Mikaeli weka mumoyo mwanadamu na akasikia msirani, hata ba malaika bako distract, acha mimi msaidie. Haleluya, amen. Gloire na ba malaika hawaelewi vile iko hamo, na watu hawaelewi. Frère, na shetani hakuwa naelewa. Shetani angeiwaka kama kusulubisha Yesu ndio atampatia hii 6 yenye iko nayo leo, hangemuuaka kama angali mzima. Shetani angeiwaka kama atapata hii 6, angesema sitakuoa na mimi ndaona naye atakuoa. Haleluya, amen. Sasa uende uo mwana kono asije juu ya hilo wangu, tuone kisi maandiko yake. Haleluya, si maandiko ingehopa sie bote kama hivi tungali mali ya shetani. Shetani na uduru wake. Haleluya, kuna mara mtu anawaziaka na kusukumia mumoto, kumbe anakusaidia uvuke kule ngambo ya pili, anakuongezea ndio sifa. Haleluya, frère, sois tranquille, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ilibidi Yesu apite Getsemane juu aitwe mfalme wa falme. Haleluya, ilibidi kwamba apite mkaburi. Haleluya, amen, juu asinde mauti, akanyenyekea. Haleluya, si wa Thessalonike kama ni wa Filipi inasema ya kuwa, haleluya, alikuwa na namna ya Mungu. Si mnamwona yeye pekee, si kwa namna ya Mungu. Mungu hapa mgusake, ukitaka mgusa short chini. Haleluya, alikuwa na namna ya, akanyenyekea, akawa mtii. Petro akasema hata siwezi aona hivi, akachomola mumufuko wa kisu, tuko na watu yake hapa dishi, msimuzoee na sisi tutazipigana. Akaenda akamunikata lisikio wa. Yesu akamwambia haiko hivi ndio tulikiafanya. Petro hauyabielewa, nawe kama habani uwe utapotea we Petro. Chunga kwanza vitendeka. Mniachilie kwanza nao. Sawa, nasikia aachilie, bamwachilie na nafanya miujiza bata beba. Mwaniachilie kwanza niponyeshe. Sasa balisikia ni kumponyesha, tunamwachilia kwanza. Akamta lisikio, akambandika. Sana mbandika, anaangalia sikio linakuwa bi. Yeye ni mwana wa Mungu vya kweli. Frère, ona incredulity. Batu banaona anakata lisikio anairudisha, mimi hapa kumwamini. Haleluya. Juma ndiko timilike, inabidi tu babifanye. Bakamkamata bakampiga fimbo. Frère, est-ce que mnaamini yako yeye peke ndio alichowaka? Amen. Haleluya.
ule baba mwenye alikuwa naye, ule Melkisedeki, ule kuhani ndio mwenye alitoa ule mwana kondoo. Haleluya, Amen. wakati anampeleka bien-aime. Haleluya, hatutasoma tena mara pili, tumalize mara moja hivi. Anampeleka bakampeleka sasa machinjoni. Frere balimupa fimbo, balimubulula mwenye barabara za Yerusalemu. Ile yenye tunaonaka musinema ni kidogo. Yesu balimutendeaka. Angalia Barumi, batu baromu baya mudunia, barome ni batu babaya sana. Haleluya, balikuwa pale na kanda moya ajabu Bayahudi. Haleluya, batu bakuweka msirani kuroba kwanza kudunia ni Bayahudi. Ukikuwa na fere na Mayahudi atakulipishaka tu. Sasa barome bako pale bauaji ba kwanza. Banasema tutamuua kifo kya nyama, atakufa mpaka tazaraulika. Bali mkamata hakufi, haiko maiti. Banamkamata banamutia chini. Haba kwenda banamunyangula frere. Na ba polisi hakuna kumnyangula, kubulula chini. Bakaenda banamubulula. Ulalamike kwenye utalalamikia bina kuona. Haleluya. Banamubeba. Haleluya. Sasa kenye kilikuwa kinafuata pale kwa sadaka, kenye kinafuata ni nini? Aruni alikuwa anakamata mbuzi hizi mbili. Haleluya. Zile mbuzi mbili, moja juu ya Azazeli na ingine mbuzi juu ya kubeba patakatifu. Haleluya, amen. Eske kuna mtu anipe amina? Mnifuate tu, nitababa station pale tunamaliza, sitangoenda soma. Haleluya. Kisha wakati anabeba zile mbuzi mbili, alikuwa anafika quelque part. Wakati anafika pale benye walisoma Levitique yote chapitre 16 yote mzima, banaifuata pale kisi histoire ilikuwa. Sana zipeleka, anapiga kura. Wakati anapiga kura, moya mbuzi yenye kura inaangukia yako. Ile mbuzi ndio yenye taenda kufanya sadaka kule ya zambi pale patakatifu. Ile ingine mbuzi balikuwa wanaibeba mpaka nafasi kwenye hakuna batu. Kule kabisa mudesert, kule mbali kwenye kuko isole kwenye hakuna batu. Banaikamata, kisha ule kuhani mkubwa analeta mikono yake anaitia juu ya ile kichwa ya mbuzi. Anakiri makosa zote za Israeli. Balifanya buzinifu, balifanya hivi, baliiba, balisemeana bongo, balifanya makosa yote banaitia kwa kichwa cha ile mbuzi. Kisha kuhani anakamata ile mbuzi anaipatia mtu mwenye alikuwa tayari, anaibeba mbali. Haleluya. Anaibeba mbali sana kwenye batu habako, anaiachilia kule. Kisha ile mbuzi inapeleka zile zambi za bale batu kule mbali. Zile mbuzi mbili zilikuwa zinamaanisha nini? Haleluya. Zile mbuzi mbili zote zilikuwa zinamaanisha Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu ile mbuzi ya kwanza ilikuwa inamaanisha mwili yake, ya mbuzi ya pili ilikuwa inamaanisha esprit yake. Haleluya, amen. Wakati walimpeleka bakamfikisha ku Kalvari, sawa, kuhani anamubeba anamfikisha mpaka ku Kalvari. Wakati anamfikisha pale, haleluya, ikabidi kwamba zile mbuzi mbili zijisepare. Mbuzi ya kwanza ilikuwa na esprit yake, esprit katoka ndani ya mwili. Haleluya, amen. Haleluya. Wakati esprit natoka ndani ya mwili, ndio ilikuwa ile mbuzi ya Azazel. Le bouc Azazel ni ile esprit ya Jésus. Ikatoka akalalamika, baba mbona unaniacha? Eske tunapatana? Siku msalama kukabakia mbuzi ambayo inamaanisha mwili ya nani? Haleluya, amen. Ile ingine mbuzi ikaenda, haleluya, ambayo ni esprit yake. Sasa ilitoka ndani ya mwili, ishakuwa deja na zambi za batu zote. Nabii anasema zambi zako za leo, zenye ulifanyaka zamani, zenye ungaliku utafanya, zenye utafanyaka mu 2030, zenye utafanyaka mu 2050, zenye utafanyaka mu 2100, zote akazitia kwa kichwa yake. Haleluya, amen. Kisha akazibeba mu desert ya wapi? Glory, haleluya, amen. Haleluya. Siku desert kwenye hakuna watu, kule kugiza. Haleluya. Akazibeba wapi? Akashuka nazo kuzimu. Haleluya. Njo desert kule. Akashuka na dale séjour de mort kwenye hakuna watu. Kule akazizika kule mbali. Zambi zangu na zako
alizichukua Mwokozi alipozitoa zambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi alizarauliwa na kukataliwa atupatanishe na Mungu. Eske mnaelewa kwenye alibeba zambi zetu akazibeba kwa kichwa yake? Haleluya, amen. Na Biblia inasema vyote venye Yesu alifanya vilikuwa vya maana, vifaa ili mema. Sasa alikuwa naishi, ndio wakati aliona masumbuko yako, ndio wakati alielewa jua ni wanadamu wanatendaka dhambi, akatupenda. Akasema kumbe wanatendaka dhambi ni juu ya hii mwili, akatupenda. Mura il me sauva, wakati akakufa akaniokoa. Sali kufaka kumsalaba ndio wakati alituokoaka. Wewe ulikuwa unastahili ukwe kondane juu ya makosa na dhambi zako, lakini akakufa kuna nafasi yako. Anseveni. Haleluya, haleluya, amen. Wakati alizikwa akabeba dhambi zako mbali sana. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msala. Amen, haleluya, amen. Akachukua zile makosa na dhambi akazitia juu yake, akazipeleka mbali. Dhambi zetu na sie ziko mbali sana, mubahari ya kusaulika kule, akazitupa mbali. Haleluya, amen, haleluya. Na kufufuka yake akatufungulia vipawa vya mbingu, hatutapazungumza leo. Haleluya. Sawa sawa na mbuzi ya Azazeli, akapeleka makosa zetu na dhambi zote mbali. Ndio maana wakati ulitengeneza maisha, nilikuwa kanaiba, nilikuwa nafanya buzinifu, sasa uliwaamini Kristo, Yesu angalika hata kale kahamu kakuvifanya tena. Ulikuwa unachezaka kabumbu, nani angalia na hamu ya kabumbu hapa? Haleluya. Bale wakawa valaka kabutula, bashaenda wapi? Haleluya. Bale wakawa na fime hidogo, ishaenda wapi? Wale wakawa na kunywa kapombe, kalienda wapi? Bieneme, wewe mwenye hauamini Kristo, acha nikuambia jambo moja, tunatamaliza. Haleluya. Usiangalie uzito, eske nikianza hii message eske ndabiweza? Dhambi zako wewe usikamate, uzitie kukichwa cha ile kondolo, uzitie juu ya Bwana Yesu Kristo, atazipeleka mbali. Hautasikia tena dhamiri ya kuzifanya. Haleluya. Haitakuwa wewe mwenye utaweza. Wewe kazi yako, wewe mpatie dhambi uone kisa atazipeleka mbali, mpatie busutu aone kisa atabubeba. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya. Mpatie ile zile tabia zako zote za mbaya, angalia kisa atazibeba. Mpatie tu, wewe kamata tu decision, nasema leo ninamwamini Kristo, dhambi zako zote uzisharije juu yake. Alisema njoni kwangu nyie wote wenye kuelemewa na mizigo mizito, mie njo mbuzi ya Azazeli. Haleluya, haleluya. Nilimwambia ndabapatia citation iko mu la divinité expliquée paragraphe 129, uungu uliofasiriwa shairi 119. samani ni mu faire l'ici paragraphe 85, faire l'ici paragraphe 85, mufanye njia shairi 189. Sasa wakati utamsharje nazo bien-aimé, haleluya. Mwimbaji aliimba dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani. Haleluya, amen. Dhambi zako zote, hapana hapa kipande bien-aimé, sina boga hata tena, sina boga sema kesho nikifika mbinguni. Ndio maana ndio rezo natubaka na bambia siogopi kufa. Hata leo Yesu akiniita na ninajua nilifanya makosa, nitafurahi. Ninajua haiko nusu ya dhambi zangu ndio alibeba zote msalabani, zote akazipeleka mbali na mie. Haleluya. Dhambi zangu zimenitangulia. Haleluya, amen, haleluya. Eske tutaziimba hiyo nyimbo pamoja? Haleluya. Kuna mtu anaiua?
181 ya wako na matelefoni mwa ile application utaangalia mu collection de cantiques paragraphe 181 numéro 181 collection de cantiques. Nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwa, ni salama salama rohoni, ni salama rohoni, ni salama salama rohoni, ni salama rohoni mwa, ni salama salama. Kuna mtu kuna usalama wa roho hapa? Salama rohoni mwangu, ni salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho tena angu, ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa ni salama salama rohoni, ni salama rohoni mwa, salama salama rohoni, ni salama rohoni. Zambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwa. Zambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama. Meme mwenye alitowaka mimba haipashi kumderange tena. Hata ulitowaka mamimba 10, ofrele niko na mikosha juu nitowaka mamimba zamani. Jamais! Damu ya Yesu inaondoa vyote. Haleluya! Amen. Sibebi tena lahana ya zile zambi. Hata nilichamaka baba yangu mbele, kisha nikatengeneza maisha. Haleluya! Zambi zangu zote wala si zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama. Benye waliwaka batu meme si uko mlozi, kisha Yesu laana zitakufata, mikosi itakufata. Zambi zangu zote wala si zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama roho. Haleluya! Ni salama salama rohoni, ni salama rohoni mwa, ni salama salama hiyo rohoni. E Bwana, imi siku ya kuja, panda itakapolia,
utakaposhuka sitaogopa, ni salama roho. Haleluya! Tena, e Bwana imiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, ni salama. Haleluya! benzetu wa mlima wa Sinai baliogopaka siku ya Mungu kushuka. Mesia wakati atashuka sitaogopa. Mama si niko mwizi sitaogopa. Zambi zangu wala haiko nusu. Alizipeleka zote msalabani. Na sichukui tena laana yake. Ndio maana mwimbaji anaimba, e Bwana imiza siku ya, fanya mbio mbio, kuya mbio mbio, hata kama siyastahili wewe kuya mbio mbio. Juu sitaogopa, juu ninajua zambi zangu zote, makosa yangu yote, osino ntani ngali naishi nitatenda, lakini zambi zangu zote. Haleluya! Msimame tuombe Mungu. Zambi zangu zote, makosa yangu yote iliwekwa msalabani. Haleluya! Haleluya! E Bwana imiza siku ya